Hello Tanzania, mambo vipi? Mimi naitwa Mr. Demi hapa The Genius kutoka The Genius Platform. Karibu tena hapa kwenye business battle fulani la uhakika tuweze kudiscuss mawili matatu kuhusiana na kitu ambacho kinaendelea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Na imani kabisa wewe kama ni mdau ambaye upo sana kwenye mitandao ya kijamii umekutana na hicho ambacho kinaendelea juu ya Mwijaku. So leo nikasema tukilete hapa mezani kwenye business battle fulani la uhakika tuweze kujadiliana mawili matatu. Kitu cha kwanza kabisa ambacho nilitamani kujua kutoka kwako, hivi kati ya mwanamke na mwanaume yupi ni adui wa mwanamke? Sijui kama umenielewa. Kati ya mwanamke na mwanaume yupi ni adui wa mwanamke? Na kitu kingine nilikuwa nataka kujua, kitu ambacho kinaendelea juu ya Mwijaku kinaweza kikamuongezea deal au kikampunguzia deal. Lakini kingine kikubwa ambacho nataka nikuambie mdau wangu, usiruhusu njaa ikusaidie kufanya maamuzi, kwa sababu ukishiba unaweza ukajuta sana. Yani unaweza ukajuta sana. Yani maamuzi ya njaa huwa ni maamuzi fulani hivi, unaweza ukaamua ukiwa na njaa afu ukajikuta umeamua jambo ambalo ukiwa umeshiba hivi ukifanya tathmini ukagundua kwamba njaa ndio ile kusukuma. So tujitahidi sana tusifanye maamuzi ya njaa, kwa sababu tukishiba ni jambo la aibu kubwa sana. So lakini moja kwa moja, kama haujasubscribe account yetu ya YouTube, ningependa ufanye hivyo ili kusudi tu tunakwenda sawa, au sio bana? So mimi nilitaka kuchangia mtazamo wangu kuhusiana na adui wa mwanamke. Huenda wanawake wengi wamekuwa wakipambana sana na wanaume. Yani kuna usemi wanaume ni mbwa, wanaume ni nini, wanaume ni nini. Lakini dunia tunatambua wazi kwamba hata ukisikia mama wa kambo, yani ile kipindi mama wa kambo anatamba sana, unajua wazi kwamba mama wa kambo ni hatari kuliko baba wa kambo. Baba wa kambo ni mtu ambaye anaweza akalea mpaka watoto nje wasijulikane kama ni wa kwake au sio wa kwake, yani huaga ijulikane. Lakini kunapokuwa kuna mama wa kambo sehemu, huwa ni wazi kwamba cheche zinaonekana. So tunataka kujua nani ni adui wa mwanamke kati ya mwanamke na mwanaume, au mwanamke mwenyewe. Adui wa mwanamke ni mwanamke mwenyewe. Adui wa mwanamke ni mwanamke mwenyewe. Ukiangalia kama kitu ambacho kinaendelea sasa hivi, hawa wanawake wawili ambao wameonekana wakiwa wanamgombania Mwijaku, ambaye hatuna uhakika kama ni Mwijaku huyu ambaye tunamjua, ni wazi kwamba wale wanawake ndio wanaharibu nyumba ya yule mama ambaye yuko ndani ya Mwijaku, mama ambaye anakaa kuna lile kasili la Mwijaku. Kwa hiyo wanawake wamekuwa wanahangaika kutafuta adui wa mwanamke, lakini mimi hapa naweza kusema adui wa mwanamke ni mwanamke mwenyewe. Kwa sababu nimekuwa na msemo mmoja ambao huwa nasema kwamba mwanaume ambapo anakuwa amekataliwa au amenyimwa, huwa hakuna ubaya wowote ambao unazuka, ila kile kitendo tu cha mwanamke kukubali. Kwa sababu mwanaume akifanya forcing huwa watu wanaita kubaka. Ni mara chache sana kusikia mwanamke amebaka, ila wanaume wapo wengi sana wanaobaka. So akionekana kuna jamii mwanamke amebaka, mwanaume amebaka, huwa ni kitu kimoja kibaya sana. Kwa hiyo nilichokuwa nataka kusema hapa ni kwamba wanawake wanatakiwa wawe macho na wanawake wenzao. Hata ukija upande wa wanaume, adui wa mwanaume ni mwanaume mwenyewe. Ukiangalia kama dunia ya leo, wanaume tumenyosheana silaha sisi kwa sisi. Unasikia kuna watu wanatembea na, yani ni mwanaume lakini anatembea na mwanaume mwenzake. Kwa hiyo tunateketezana. Mwisho wa siku tutauondoa wanaume kwa nguvu zetu wenyewe. So hata wanawake wanateketezana, mwisho wa siku watauharibu ile sura ya wanawake nzuri. Kwa hiyo mtazamo wangu kwamba kwa issue ambayo inaendelea sasa hivi, leo nimeongelea sana upande wa wanawake kwamba adui
wa mwanamke ni nani? Ni mwanamke mwenyewe. Kwa hiyo wewe mwanamke ambaye unanisikiliza, wewe mdada ambaye unanisikiliza, ni kwamba kuwa makini sana na mtu ambaye anakuzunguka, hususan mwanamke mwenzio, kwa sababu unaweza ukamwamini lakini ndio akaja kuchukua mume wako. Unaweza ukamwamini lakini ndio akaja kukuharibia mipango yako. Unaweza kumwamini ndio akaja kuvuruga kabisa taratibu zako na kila kitu. Kwa hiyo kuwa makini sana na mwanamke mwenzio. Hata mwanaume, kuwa makini sana na mwanaume mwenzio, kwa sababu tunaumizana sisi kwa sisi. Lakini ukija upande wa pili kuhusiana na nafasi ya Mwijaku kwenye deal, ni wazi kwamba image inavyokuwa imechafuka kama hivi, kuna watu ambao wako makini sana na biashara zao. Labda huyu mtu bana anafanya kitendo fulani, kwa kuna deal ambazo labda walitaka kumuita deal fulani ambazo labda zipo karibu na wale watu wenye imani labda za kidini, watu ambao wana vitu vyao vimekaa protocol. Mtu hawezi akamuita mtu kama labda Mwijaku kwa sababu anajua kwamba taarifa zake zimeenda mitandaoni vibaya, na sio mara ya kwanza. Hii ni kama mara ya pili inatokea taarifa za Mwijaku kuvuja kwenye mitandao ya kijamii kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo sijajua, kwa upande wangu mimi nadhani kuna biashara sio kitu kizuri. Japo sijajua sana kibongobongo, kwa sababu tunaona watu wanapewa deal, watu ambao sio watu makini muda mwingine, lakini Mwijaku ni mtu ambaye ni makini. Hizi ni mistake ambazo zinatokea, so zinaweza zikamfanya atoke nje ya zile deal ambazo amekuwa akizipata mara kwa mara. So mtazamo wangu umekaa hivyo. Nilitamani kusikia mtazamo wako wewe kuhusiana na hichi kitu. Unaongeleaje? Mwijaku ataendelea kupata deal au atapoteza kabisa? Na je, adui wa mwanamke ni mwanaume au ni mwanamke mwenyewe? Nataka kusikia kutoka kwako. Mimi naitwa Mr. Ndeme hapa, The Genius kutoka The Genius Platform. Mpaka wakati mwingine tena. Ciao.